leo ni mkurugenzi wa taasisi ya Liberty Sparks. Alikuwa na kazi kubwa maalum. Moja ni kuzindua ripoti ya uhuru wa kiuchumi, kwa maana ya kujaribu kuangazia mambo mbalimbali kwenye masuala yanayohusiana na uhuru wa kiuchumi nchini Tanzania. Na hii imekuwa ni event ya mwisho kati ya event 5 ambazo tumeziandaa ndani ya wiki nzima. Event ya kwanza ilikuwa na waandishi, event ya pili tulikuwa na wachumi, event ya tatu tulipata nafasi ya kuwa na wanafunzi wa vyuo vikuu, lakini event ya 4 tulikuwa na wanawake wajasiriamali, lakini leo tumekutana na wadau wa sekta binafsi. Tulipata nafasi ya kusikiliza ripoti nzima ya hali ya uchumi nchini Tanzania, kwa sababu timu yetu ya researcher ilifanya auditing ya kuangazia changamoto, lakini pia fursa zilizopo na mambo mengineyo ambayo yanaweza yakatusaidia sisi kama nchi kuweza move forward. Yapo mambo mengi ambayo yamesemwa, ikiwemo fursa za kimitaji, fursa za kibiashara, nafasi nzuri ya ukuaji wa population yetu, lakini pia changamoto wanazopitia sekta binafsi na namna bora ambavyo tunahitajika kufanya ili sekta binafsi iweze kukua. Lakini pia ripoti imeangazia masuala ya mitaji, imeangazia pia masuala ya haki binafsi za watu, lakini pia ripoti imeangazia masuala ya kisheria, ni namna gani sheria zinapaswa kuoperate ili kila Mtanzania aweze kupata haki zake za msingi, lakini pia aweze kuengage kwenye biashara, lakini pia haki zake za kimikataba kulindwa na mambo mengineyo. Ukiangalia ripoti inatuweka kwenye nafasi ya hapo katikati kwa vile vigezo 10, Tanzania ikipata alama 6 kwa ripoti ambayo ilitolewa mwaka 2024, ambayo ilitolewa mwaka 2025 ikiangazia taarifa nyingi za mwaka 2024, na tunategemea kwa yale ambayo yameendelea kufanyika na serikali, labda kwa tunapoelekea kwa ripoti inayofuata, labda tutakuwa na maeneo mazuri ambayo na marekebisho mazuri, hasa katika maeneo ya ufanyaji wa biashara, uwekezaji na maeneo mengine. Tumeangalia pale zipo nafasi Tanzania inaweza na kazi ambazo nafasi Tanzania inapaswa kufanya ili kuendelea kuchochea uwekezaji, na tunaamini njia pekee ya nchi kama ya kwetu kuweza kukua kiuchumi ni pamoja na kuchochea uwekezaji. Sasa ili uwekezaji uweze kufanikiwa, yapo mambo mengi ambayo yanatakiwa kufanya, ikiwemo kuwa na sheria ambazo ziko predictable, yani sheria zinazofahamika, sheria ambazo kila mwekezaji anapaswa kuzijua, lakini pia zisizobadilika. Lakini pia vikwazo, kuondolewa kwa vikwazo hasa vya kikanuni na vya kibiashara pale mtu anapotaka kuanzisha ama kuendeleza biashara, lakini pia issues za compliance pale ambapo mtu anatakiwa kufuata matakwa ya sheria, ni namna gani sheria zitamwelekeza na namna ambavyo sheria zitampa nafasi ya yeye kujua hatima ya biashara yake na namna ambavyo anaweza akafanikiwa anapoamua kuanzisha biashara nchini kwetu. So tutegemee mambo mengi mazuri, kwa sababu ripoti imejaribu kuangazia vitu vingi na tumepata nafasi ya kushare sio tu na wizara moja, zaidi ya wizara 5, na tunategemea pia kupata nafasi ya kukutana na wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili tuweze kuona namna gani mambo haya yanaingizwa kwenye sera, lakini pia Tanzania inapata nafasi ya kukua kiuchumi kama zilivyo nchi nyingine zinazoendelea. Na mwezeshaji amesema pale kwamba ziko nchi ambazo zinafanya vizuri, ikiwepo Singapore, ukiangalia Hong Kong, wenzetu wa Rwanda pia wamekuwa wakifanya kazi vizuri, wamefanya vizuri sana kwenye masuala ya uanzishaji wa biashara na maeneo mengineyo. So tuna fursa kubwa kwa sababu Tanzania ina population nzuri inayokuwa kwa kasi moja, lakini mbili, kwenye swala zima la aina ya population tulionayo, nchi nyingine na population ya wazee ambao ni wengi kuliko vijana. Tanzania tuna population kubwa ya vijana kuliko wazee, zaidi ya 75% ya Watanzania ni vijana. Kwa hiyo tuna fursa ya kipekee, lakini pia ukiangalia tuna eneo kubwa la ardhi ambalo lina uwezo wa kuchochea ukuaji wa kiuchumi, na haswa kwa viwanda vyetu, kwa maana viwanda vyetu pia vinategemea malighafi. Kwa hiyo tunaamini tukitumia hizo fursa vizuri, tukaweka mazingira mazuri ya kiuwekezaji, yapo mambo mengi ambayo Tanzania inaweza ikayafanya na kufanikiwa ndani ya muda mfupi.
na tunategemea kama tukifanya yale ambayo tumeyapendekeza kwenye ripoti, Tanzania inaweza ikakua kwa 1.2. 1.2 kwenye uchumi sio asilimia ndogo, na nchi ambazo zina asilimia kuanzia 7 na kuendelea ni nchi ambazo zinakaribia kwenye top ya index mbalimbali za dunia. Kwa hiyo ninaamini serikali itafanyia kazi yale ambayo yameelezwa kwenye ripoti, na ni mategemeo yetu kwa sababu tunafahamu serikali yetu ni sikivu, na moja kwa moja tunategemea mabadiliko makubwa ya kiuchumi ili kila Mtanzania apate fursa na swala zima la umaskini liweze kuondoka kabisa nchini Tanzania kama wenzetu walivyofanikiwa wa China na nchi zinginezo duniani.